anakuambia kwamba ndoa yako inakusumbua kwa sababu umemkataa Yesu. Ndio maana mume wako akija anakupiga kama chenesi. Ndio maana kama na wangu hapo nalea vitoto vingi unafikiri vya kwako, lakini sio vya kwako. Hatari sana hiyo. Hii ni hatari hiyo. Nisikilize sasa. Wanaona wengine wanacheka, wanaona kama nafurahisha, napeleka ujumbe. Hebu sikilize injili ya Yesu Kristo. Ni injili ambayo itakuokoa. Baada ya kuwa na shida, kama jinsi ilivyo kawaida, hata wewe kipindi ambacho na shida, huwa unaenda kwa shosti. Huwa unaenda kwa shosti, kwa kaenda kwa rafiki yako wa kwanza, ambaye yeye alikuwa ni shosti. Akamwambia shosti, yeye mwenzako anajisikia kahali kabaya, naona damu kama inaendelea kutoka. Shosti akasema, ndugu yangu, kwa hali kama hiyo, hiyo hali ulionao ni mbaya rafiki yangu. Sikia, nenda kwa mtaalamu, umerogwa. Ndio maana nakutangazia na wewe, watu wengi sana wamepotezwa. Hakuna mtu ambaye anaendaga kwa mganga wa kienyeji kwa kutaka kwake. Watu wengi wanaenda kwa waganga wa kienyeji pasipo kutaka kwao. Kwa nini? Kwa sababu wameshawishiwa. Watu wengi waliingia kwenye nyumba za waganga wa kienyeji walishawishiwa na mtu fulani. Hata wao walishawishiwa na mtu fulani. Alikwambia nenda kwa mganga utafanikiwa. Nenda kwa mganga utapata mtoto. Nenda kwa mganga utapata hela. Nenda kwa mganga utashauriwa vyema. Huyu dada akasema, shosti, ninakuamini. Na kwa sababu ninakuamini nitaenda kwa mganga. Dada akaanza kwenda huku ana mashaka, ile maringo imeisha, ile shepu imeanza kuporomoka, maana hata chakula akiendi, ameanza kuwa slim, akitembea kama moja, akitembea kama mwanzi.